Shalom, shalom, mtu wa Mungu unanisikiliza. Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na kutufundisha kwa habari ya kumjua Mungu na kukupa maarifa ya neno la Mungu. Leo nataka tuzungumze kwa habari ya anga lako la kiroho au ulimwengu wako wa kiroho. Nataka nifundishe kwa habari ya anga ni nini, na ushasikia kwa habari mtu anaomba anga 7, anga la kwanza naingia, anga la pili naingia, anga la 3 naingia, anga la 4 naingia, anga la 5 naingia, anga la 6 naingia. Nataka nifundishe hizi anga ni nini katika ulimwengu wa roho, na leo tutaanza kama ifuatavyo. Katika ulimwengu wa roho tutaanza kama ifuatavyo. Anga ni nini? Anga ni nini? Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo nitafundisha siku ya leo. Anga ni nini? Anga ni sehemu, anga ni sehemu ambayo imebeba utawala wako wa kiroho. Anga ni sehemu ambalo limebeba utawala wako wa kiroho. Au naweza kusema anga ni eneo ambalo limebeba ibada yako ya kiroho, ibada yako ya kiroho, namna unavyoabudu, namna unavyoomba. Au unaweza kusema anga ni eneo iliyobeba mamlaka yako ya kiroho, uwezo wako wa kiroho uko kwenye anga lako la kiroho. Sasa leo tutajifunza kwa habari anga hizi ziko ngapi, anga ziko ngapi na zinafanyeje kazi. Anga lako la kiroho linafanyeje kazi? Tutaanza kama ifuatavyo. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka, unaweza ukasubscribe chaneli hii ili wa kwanza kupata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Mungu akubariki sana, na pia Mungu akuzidishie sana katika jina la Yesu. Tunaanza somo letu kama ifuatavyo. Kuna anga kuu tatu. Umeshasikia wanasema kuna anga 7. Umeshasikia wanasema kuna anga kuu 7. Sasa leo tunaanza kujifunza kibibilia. Kuna anga kuu 3, ambapo katika hizi anga kuu 3, anga ni eneo ambalo linakupa uwezo wa rohoni. Ukitaka kuutawala ulimwengu wa roho, lazima utawale kwenye anga, lazima uwe na anga. Na ndio maana tutaanza anga kuu 3, anga kubwa kuu 3. Anga la kwanza katika ulimwengu wa roho ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga kuu 3 katika ulimwengu wa roho zinazotawala. Anga la kwanza ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga hili la Mungu wa mbingu na nchi tunalipata kwenye kitabu cha Zaburi 150 mstari wa kwanza. Zaburi 150 mstari wa kwanza. Twende taratibu. Unasema kuna anga 7, ziko 7. Twende taratibu, tutafika hapo. Anga la kwanza ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Tunalipata katika kitabu cha Zaburi 150 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, haleluya, msifuni Bwana katika anga la uwezo wake. Msifuni Bwana katika anga la uwezo wake. Tunaona katika neno hili, tunaona anga la kwanza ni la Mungu wa mbingu na nchi, muumba wa mbingu na ardhi. Na tunaona ya kwamba anga hili la kwanza anazungumza, anasema
msifuni Bwana katika anga la uwezo wake. Maana yake ibada, maana yake ibada, maombi, maana yake uwezo ule wa rohoni umebebwa katika anga la kiroho. Uwezo wako wa kuomba umebebwa katika anga lako la kiroho. Uwezo wako wa kufunga umebebwa katika anga lako la kiroho. Unasema mtumishi Katambi unaongea nini? Unasema Apostle Katambi unaongea nini? Anga la kwanza kibibilia ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga la kwanza kibibilia ni anga la Mungu wa mbingu na nchi, sawasawa na Zaburi 150 mstari wa kwanza. Nafundisha hivi vitu kwa sababu watu wamefika kipindi ya kwambia naingia anga la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba. Usipoelewa mambo haya hautaweza kuutawala ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anga la kwanza ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Kwa tunakuja katika anga la pili katika ulimwengu wa roho. Unaposikia anga la pili ni anga la Adamu na Hawa, ni anga la Adamu na Hawa. Anga la pili ni anga la Adamu na Hawa. Kwa hiyo tumeona anga la kwanza ulimwengu wa roho ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga la pili ni anga la Adamu na Hawa. Nitakurudisha nyuma kidogo. Kwa nini anga la Adamu na Hawa likoje? Anga la Adamu na Hawa likoje? Anga la Adamu na Hawa linatenda kazi gani katika ulimwengu wa roho? Anga la Adamu na Hawa ni anga ambalo linalotokana katika ulimwengu wa roho wa Adamu na Hawa. Hili ni anga la mwanadamu. Hili ni anga la mwanadamu. Kwa nini nasema hivi? Mungu alipomuumba mtu alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mtu aliweka ibada kati ya Adamu na Hawa na Mungu aliye hai. Ili inaitwa ile ibada iliyobebwa katika ile ibada yao, maombi yao, namna ya kumwomba Mungu, namna ya kumhitaji Mungu, namna ya kumsikiliza Mungu, namna ya kusemezana na Mungu. Ratiba zao zote au ibada zao zote Adamu na Hawa zilibebwa katika anga la kiroho. Kwa hiyo Mungu alipomuumba Adamu na Hawa aliweka anga, ile anga la kiroho ndio eneo ambalo Adamu na Hawa waliweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunaita anga lile ni anga la Adamu na Hawa, au kwa tafasiri halisi ni ulimwengu wa roho wa Adamu na Hawa. Kwa tafasiri halisi ni ulimwengu wa roho wa Adamu na Hawa katika ulimwengu wa kiroho. Unasema mtumishi unaongea nini? Hujasikia mtu anakwambia usiingie katika anga zangu, usiingie katika ulimwengu wangu wa roho, usiingie katika anga langu la kiroho, usiingie katika ulimwengu wangu wa roho. Anaposema anga langu ni anga lake la kiroho ambao tunaita anga la Adamu na Hawa. Unasema mtumishi unaongea nini? Kitabu cha Mwanzo sura ile, kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Nafundisha anga kuu. Anga la kwanza tumeona ni anga la Mungu wa mbingu na nchi, na anga la pili tunaanza kulichambua ni anga la mwanadamu au anga la Adamu na Hawa. Asa katika Zaburi, katika Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo mtakatifu sura ya kwanza mstari ule wa 26, mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Biblia inasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe kitembeacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke,
na kuijaza nchi na kuitiisha na kila kiumbe kitembeacho katika nchi. Hii ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Kwa tunaanza kupata tafsiri ya kwanza kwenye ulimwengu wa roho, kwamba Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume, yaani Adamu na Hawa. Mungu alipowaumba, Mungu akasemezana na wao, Mungu akawabarikia. Walikuwa kwenye anga la kiroho. Mungu aliwaumba kwenye anga la kiroho. Kwa hiyo tunaanza kuona kuna eneo ambalo Mungu alilombariki mwanadamu. Kuna eneo ambalo Mungu anasema na mwanadamu. Kuna eneo ambalo Mungu anazungumza na mwanadamu. Kuna eneo ambalo Mungu linatoa Mungu anasema na mwanadamu. Maana yake eneo ambalo limebeba mawasiliano ya kiroho. Hilo linaitwa anga la kiroho. Kwa tunaona ili anga la pili ni anga la Adamu na Hawa. Anga la Adamu na Hawa. Unasema mtumishi, unaongea nini? Ni anga la mwanadamu. Tunaweza tukasema anga letu la pili katika ulimwengu wa roho ni anga la mwanadamu, anga la Adamu na Hawa. Sasa napozungumza kwa habari ya anga la mwanadamu, sio kwamba wote duniani tunatumia anga moja, ni uongo. Wote duniani kwamba tunatumia anga moja ni uongo. Kila mtu unayemuona hapa duniani ana anga lake la kiroho au ana ulimwengu wake wa kiroho. Wanandoa ndio wanatumia anga moja. Wanandoa ndio wanatumia anga moja. Na ndio maana kila unayemuona ana ulimwengu wake wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Mungu huwa anajibu kwenye anga. Mungu huwa anabariki kwenye anga. Kwa hiyo anga la pili tunaoliona ni anga la Adamu na Hawa, anga la mwanadamu katika ulimwengu wa roho. Mimi na anga langu la kiroho, wewe una anga lako la kiroho, ndugu yako ana anga lako la kiroho. Ndio maana mnaweza mkawa mmelala wote usingizi, lakini pamoja wote mmelala usingizi, lakini Mungu akasema na mmoja, kila mmoja akamletea taarifa peke yake. Taarifa hii inaletwa kwenye anga lako la kiroho. Ndio maana Danieli alipokuwa na wale wana maombi, wakati anaomba siku 21, yule malaika alipotokea, wengine hawakumuona, lakini Danieli aliyetoa taarifa za maono, taarifa za ndoto, taarifa za mambo yajayo kwenye anga lake la kiroho. Kwa hiyo mpendwa unanisikiliza, kwamba anga la kwanza ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga la pili ni anga la mwanadamu ambalo ni anga lako la kiroho. Na kazi kubwa ya anga huwa ni kuleta majibu kwenye maisha yako, kuleta majibu kwenye ndoa yako, kuleta majibu kwenye kazi yako, biashara yako. Ili uweze kufanya ibada unahitaji anga lako la kiroho. Kwa tumeanza kugundua kuna maanga makuu manne. Anga la kwanza ni la Mungu wa mbingu na nchi. Anga la pili ni anga lako la kiroho au ulimwengu wako wa roho. Tunaenda anga la tatu. Anga la pili ni ulimwengu wako wa kiroho. Tunaenda anga la tatu, la kwako, anga la tatu. Anga la tatu ni anga la shetani. La shetani. Shetani ana anga lake, anga la giza katika ulimwengu wa roho. Shetani ana anga lake, anga la giza katika ulimwengu wa roho. Asa katika anga la shetani, yani ni ule utawala wa shetani, milki ya shetani, falme wa shetani unatumia kwa anga la shetani. Kwa hiyo anga la kwanza ni anga la Mungu wa mbingu na nchi. Anga la pili, anga la mwanadamu, yani anga lako la kiroho. Sasa anga la tatu ni anga la shetani.
tuko tunajifunza maanga ya kiroho. Sasa kwa nini watu wanaomba anga lingine? Sasa anga la 4 ni anga la eneo. Anga la 4 ni anga la eneo unakokaa, unakoishi. Ukiinua macho hapo ulipo kwa juu, ukiinua macho hapo ulipo kwa juu, utaona nafundisha anga la eneo. Ukiinua macho hapo ulipo kwa juu, utaona kuna mbingu hapo, mbingu hapo juu. Sasa hiyo mbingu hapo juu, katika ulimwengu wa roho, kwenye hilo anga unaliona hapo juu, ndipo ambapo zile falme 6 za shetani zinafanya kazi na hilo anga. Katika ulimwengu wa roho linaitwa anga la eneo. Na ndio maana sasa wale wana maombi wanapoomba, wanaposema naomba fungua anga la kwanza, na fungua anga la pili, na fungua anga la tatu, na fungua anga la 4, wana mafungua anga la 5, na fungua anga la 6, na fungua anga la 7, wanamaanisha anga la hapa juu. Kwa hapa juu kwenye eneo tunapoishi, shetani ametengeneza anga lake. Kwa nini ametengeneza anga lake? Anatawala kupitia anga la eneo, eneo unaloishi au eneo unalokaa katika ulimwengu wa roho. Asa hapa ndipo tutaanza kuona shetani ana falme kuu 6 duniani. Shetani ana falme kuu 6 duniani, na kuzimu shetani ana falme pia kuu 6. Maana yake ana falme kuu 12. Sasa hizi falme kuu 6 hapa duniani ni falme ambazo zinafanya kazi kwenye anga. Eneo kubwa linaloruhusu wachawi kupaa, wanapaa kwenye anga. Eneo kubwa linaloruhusu falme za giza kufanya kazi, wanafanya kazi kwenye anga la eneo. Kumbuka, usisahau, kuna anga la Mungu Baba, kuna anga la mwanadamu la kwake la kiroho, kuna anga la shetani, na kuna anga la eneo unaloishi, unalokaa katika ulimwengu wa roho. Asa hapa juu kwenye hili anga kuna falme kuu 6 za shetani, ambao ufalme wa kwanza kwenye anga la hapa juu ni ufalme wa wakuu wa giza. Wakuu wa giza, ufalme wa kwanza ambao unafanya kazi kwenye anga ni ufalme wa wakuu wa giza. Ufalme wa pili unaofanya kazi kwenye anga la eneo unakoishi, unakokaa, ufalme wa kwanza ni wakuu wa giza. Ufalme wa pili ni wakuu Malkia wa anga. Malkia wa anga anafanya kazi na hili anga la hapa juu. Ufalme wa tatu ni ufalme wa majini. Majini ni ufalme na wenyewe unafanya kazi na anga la hapa juu. Ufalme wa 4 ni ufalme wa mapepo. Wa mapepo unafanya kazi na anga la hapa juu. Ufalme wa 5 ni ufalme wa joka kuu. Joka kuu anafanya kazi na anga la hapa juu. Ufalme wa 6 wa anga ni ufalme wa manabii wa uongo. Manabii wa uongo wanafanya kazi na anga la hapa juu. Kwa nini narudia kwamba anga la 4 ni anga la eneo unalofanyia huduma, unakofanya kazi, unakofanya biashara. Hasa katika ili anga la hapa juu kuna falme kuu 6 za shetani. Katika hizo falme kuu 6 za shetani zinafanya kazi na hilo anga la hilo eneo ulipo hapo, ili kuzuia baraka, kuzuia uchumi wa watu, kuzuia watu wasiombe, kuzuia watu wasifanikiwe, kuzuia watu wasiinuke kiuchumi. Wanafanya kazi na anga la hapa juu. Sasa katika hizo falme 6 ndo kuna falme za wakuu wa giza. Wakuu wa giza wanafanya kazi na hilo anga. Kuna falme za wakuu wa anga wanafanya kazi na ile anga la hapa juu.
kuna falme za joka kuu wanafanya kazi na anga la hapa juu. Kuna falme za manabii wa uongo. Manabii wa uongo ni ufalme, wanafanya kazi na anga la hapa juu. Kuna falme za joka kuu wanafanya kazi na anga la hapa juu. Kuna falme za malkia wa anga wanafanya kazi na anga la hapa juu. Sasa wanafanyaje kazi? Wewe unaomba tu, unasema naingia anga la kwanza napiga, naingia anga la pili napiga, anga la tatu napiga, anga la nne napiga, anga la tano napiga, anga la sita napiga. Uko sawa, kwa sababu katika anga la hapa juu kuna hizi falme sita wamejitengenezea utawala kwenye anga. Maana ili uombe ujibiwe, lazima majibu yako yapite kwenye anga. Ili ufunge ujibiwe, lazima maombi yako yapite kwenye anga. Ndio maana kuna wakati mwingine unatamani kuomba, unatamani kufunga, unashindwa, wanakuzuia kwenye anga. Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 10, 12, Danieli sura ya 12 mstari wa 10. Danieli alipoomba walizuia majibu yake kwenye anga. Kwa hiyo haya majamaa sita haya, hizi falme sita hizi za shetani huwa zinakaa kwenye anga, pale ndipo zinazuia majibu ya takatifu, maombi ya takatifu, matokeo ya maombi yao. Kwa usiku unapojiandaa kuomba, wao wanakaa kwenye anga, wanazuia hakuna kuomba. Watu walale, watu wapate usingizi, au wakuu wa giza wanazuia kwenye anga, malkia anga wanazuia kwenye anga, manabii wa uongo wanazuia kwenye anga, ufalme wa joka unazuia kwenye anga, ufalme wa malkia anga wanazuia kwenye anga. Nasema mtumishi, unaongea nini? Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6. Kwa unapoomba nasema nafungua anga la kwanza, anga la pili, anga la tatu, anga la nne, anga la tano, anga la sita. Anga liko moja, anga hili la hapa juu liko moja. Sema wamejigawa katika utaratibu wa maeneo makuu matatu, maeneo makuu sita. Yaani zile falme sita wamemiliki hapa juu, wakatengeneza kila mtu ka ufalme kake, wakatengeneza kila mtu ka utawala kake. Twende kazi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Maandiko yanasema, yani hizi himaya walizojenga wakuu wa anga, wakuu wa giza walizojenga, malkia wa anga, wanatumia anga, anga ni moja, lakini wao ndo wanazuia pale, wameweka utaratibu wao kwamba anga hili atakaa mkuu wa giza. Mahali hapa akitoka mkuu wa giza, malkia wa anga. Akitoka malkia wa anga unakuja ufalme wa majini. Ukitoka ufalme wa majini unakuja ufalme wa wakuu wa giza. Wakuu wa giza kitoka wanakuja ufalme wa manabii wa uongo. Manabii wa uongo wakitoka ufalme wa mkuu wa anga. Ufalme wa mkuu wa anga, ufalme wa joka kuu. Wameweka tawala zao kwenye ulimwengu wa roho. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Kwa unapoomba anga la kwanza, anga la pili, sio kwamba kuna hayo maanga kwamba la kwanza limejengwa, la pili limejengwa, la tatu limejengwa, la nne limejengwa, la tano limejengwa. Hapana, anga ni moja, lakini ule utawala, ili anga la eneo ni moja, ule utawala waliojenga wao, miliki zao walizojenga wao, ndo za kuvunja kwenye anga. Mfano, unaweza ukaenda kwenye kituo cha polisi ukakuta kituo ni kikubwa. Pale utakuta kuna kituo kikubwa, kuna RPC, RCO. Unaweza ukakuta wote wako kwenye kituo kimoja. Kwa hiyo unakuta ni tawala mbalimbali, lakini sio kwenye kituo kimoja. Sasa anga la eneo, anga lako la eneo unaloishi, ndiko kuna zile falme sita za shetani katika ulimwengu wa roho. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme,
anasema juu ya falme. Anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Maana yake anaonyesha juu kuna ufalme. Alafu anaendelea kusema juu ya falme na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anaanza kusema kuna falme. Sasa hizi ndo zimejificha kwenye ulimwengu wa roho. Ndo wakuu wa giza, wakuu wa anga, mapepo, wachawi, falme za giza zinakaa kwenye anga hapo, zinazuia katika ulimwengu wa roho maombi ya watakatifu au baraka za watakatifu. Wanazuia kwenye anga katika ulimwengu wa roho. Ni falme zinasimama kwenye anga na kuzuia katika ulimwengu wa roho. Kwa unapoomba ukasema kuna anga 7, lazima ujue anga ni moja, lakini katika hizo anga moja kuna tawala kuu 6 ambazo shetani anazuia kupitia maombi yako yasipate majibu. Shetani anazuia maombi yako yasipate matokeo. Shetani anazuia usipate majibu kupitia anga. Ameweka falme zake hapo 6 kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Tufuatilie katika somo lijalo, tafundisha falme 6 katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana. Unaweza kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, unaweza kusubscribe channel hii. Weka comment yako hapo chini unachopitia, gusa weka comment yako. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu hai. Amen.